Samueli wa kwanza mlango wa 3, nitaanza aya ya kwanza. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mfumo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamuita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Basi akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akaenda akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamuita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema nena Bwana, kwa maana mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa maana mtumishi wako anasikia. Na hili ndilo neno la Bwana. Mtakatifu Yehova uishie na kutawala, tuko chini ya miguu yako kusikia neno lako. Acha Bwana ukafungue masikio yetu neno linapokuja kati yetu Jehova. Acha Bwana likaingie mioyoni mwetu. Acha Bwana likawe funzo maishani mwetu, likatuongoze katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu, tutangulie Mfalme, uachilie Roho yako Mtakatifu akatuongoze sawia na upendavyo. Mungu wangu uishie na kutawala. Tunakataa nguvu za giza miongoni mwetu Jehova. Tunakataa interference ewe Jehova. Tusaidie Mfalme, ukatupe utulivu ili tukasikie neno lako sawa na upendavyo. Katika jina la mwana Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 hadi 18. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mtengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Haleluya.
Andiko hili liliandikwa na Mtume Paulo kwa kanisa la Korintho. Bwana Yesu asifiwe. Kuwaonya waumini wasichanganye mambo ya Mungu na haya mengine katika maisha yao ya wokovu. Maana tukipiga picha katika ulimwengu wa sasa na huo wakati huo, naona mambo yanafanana. Walikuwa wanachanganya, sisi pia hivyo hivyo tunachanganya. Ni kujificha tu, tunajificha kanisani ili wasijue mambo yetu ya sirini, lakini Mungu anajua kila kitu. Hata kabla hujapanga, yeye anajua siku fulani utakaa kwako nyumbani ama mahali fulani upange kufanya hivi na hivi, ama kupanga mambo fulani. Na ujumbe huu ni muhimu kwetu sisi kanisa la leo, kwa sababu tunaishi katika dunia inayochanganya mambo, inachanganya nuru na giza, kuchanganya kweli na uongo, na haki na uovu. Tuko katika dunia ya kuchanganya, na si kwetu ni dunia, ni sisi tulio duniani ndio tunachanganya. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ametuita katika kweli yake tuwe watu waliotengwa, si kwa kiburi, bali ni kwa utukufu wake. Haleluya. Na hivyo basi tutaangalia mambo matatu kulingana na kifungu chetu cha Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na la kwanza tutaangalia Mkristo asishirikiane na yasiyolingana na imani yake. Mkristo asishirikiane na yasiyolingana na imani yake. Na tukiangalia mstari wa 14 katika maandiko yetu, unasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Msifungwe nira. Mtume Paulo alitumia nira kama chombo cha kuunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mmoja anajua nira, ile yenye huwa inafungwa kwa ng'ombe, zile za kulimia, sio ziende kwa pamoja. Ile kitu yenye huwa wanavalisha huku, zile ng'ombe zenye huwa zinalima zile, ili zifanye nini? Ziende pamoja kwa nguvu moja. Hivyo ndio Mtume Paulo ametumia kile chombo cha kuunganisha. Maana ikiwa ng'ombe moja iko na nguvu na nyingine haina nguvu, kazi haitaenda vizuri. Maana atakuwa huku anataka kufanya kazi, huku anataka kusaidia huyu mwenzake, ili wawe katika mstari mmoja ama wawe katika ushirikiano. Wasipokuwa katika nguvu moja, kazi haitaenda vizuri. Pengine hata watakosa mwelekeo. Ndio maana mara nyingi huwa tukisema tunalimiwa na ng'ombe, lazima nguvu zifanane ama ziambatane, ili tukisema tunaanza kwenda, zinaenda kwa pamoja, kazi inakuwa rahisi kabisa. Lakini kukiwa na mvutano, hata huenda yule mwingine
akaacha kufanya kazi. Tuchukue mfano wa kazini. Ukipewa kazi kwa pamoja, lazima kuwe kuna target fulani. Kama pengine kwa hour ama kwa lisaa unatakikana utoe target ya 50, alafu pengine mko watatu ama mko 4, alafu unapata unang'ang'ana tu peke yako, 50 yako unatoa, lakini ukiangalia hao wenzako hawatoi 50, pengine wanatoa 30, wengine 25. Sasa itafikia mahali hata wewe utachoka, utaanza kusema kwani hii kazi ni yangu? Si kila mmoja ananipa mshahara sawa na kazi ni hiyo hiyo moja, mbona ning'ang'ane alafu wenzangu hawang'ang'ani? Sasa kama umepewa target, lazima kila mmoja ang'ang'ane ili aende sawa na ile target. Nguvu zikipungua, mwingine anachoka. Hivyo basi, Mkristo akijifunga katika mahusiano, biashara, ndoa au ushirika wa karibu na wasioamini, kuna mgongano fulani wa maadili, malengo na msingi ya maisha. Inafaa mimi kama Mkristo nienende sawa na maandiko ama na sheria za Mungu. Nikikaa kwa wasioamini, lazima niwafundishe kulingana na vile venye niko ama kulingana na Mungu venye anataka. Sio nikikaa pamoja na wasioamini na mimi niingie katika hilo kundi. Mkristo ni mtu aliye nuruni. Ukikaa na wasioamini ama walio katika giza, waongoze katika nuru, watoe katika vile vifungo walivyofungwa, wape ushuhuda, waambie neno la Mungu, wafundishe ile kidogo kidogo yenye unajua, nena nao na utapata umesaidia mtu mahali. Hata kama atakunywa ile siku, lakini wakati mwingine mkiwa nyote atasema sasa mimi nitakunywa peke yangu na mwenzangu hakunywa. Hapana, acha tu. Haimaanishi tuwatenge, tukae nao, tuwaelezee mema mambo ya Mungu. Maana hata Yesu alikaa na wenye dhambi, lakini hakushiriki zile dhambi zao. Aliwafundisha jinsi ya kutoka katika vile vifungo, kutoka kwenye zile dhambi wanazozifanya, na baadaye wakatoka katika vile vifungo, katika zile dhambi walizozifanya, na wakamfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Imani yetu lazima iwe msingi wa mahusiano yetu ya karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi basi tumeokoka sana, hata tukiambiwa mtu fulani anafanya dhambi, huyo hapana, siwezi kaa naye. Mimi sikai na wenye dhambi. Ukai na wenye dhambi ni sawa. Watapataje ujumbe watoke katika ile dhambi ama waache ile dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Tukae nao, tuwaelekeze, lakini sio tukikaa nao tuwafate venye wanafanya. Tuwaelekeze kutoka kule upande wa niko, watoke wawe katika njia sawa na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, nuru na giza havikai pamoja. Nuru na giza havikai pamoja. Tukiangalia mstari wa 15 mpaka wa 16, unasema tena
ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Paulo anaweka tofauti wazi kati ya Kristo na Shetani, kati ya waamini na wasioamini, kati ya hekalu la Mungu na sanamu. Bila shaka tunajua wazi giza na nuru havikai pamoja. Si sahihi kuna nuru ama kuna mwangaza. Nuru inaenda inachukua nafasi yake, giza nalo litachukua nafasi yake. Lakini sisi wa Kristo tumezoea kuchanganya giza na nuru. Mambo yetu tunayafanya hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tusichanganye giza na nuru. Tukiamua kuwa tuko nuruni, acha tuende na nuru. Tusiende nuruni alafu baadaye kwani si hapa hawanioni. Yale mambo yenye unayafanya kinyume ndio hilo giza. Bwana Yesu asifiwe. Nuru na giza havikai pamoja, maana vikikaa pamoja lazima kimoja kitajitokeza. Nuru iangaze ama giza lizime nuru. Na bila shaka sote tunajua nuru lazima ishout. Haleluya. Hivyo hivyo nuru ikishout, pia sisi wa Kristo tuwe nuruni. Yale mambo tunayofanya tujue tunafanya kulingana na maandiko ya Mungu ama kulingana na venye Mungu anataka, ili tusomeke vizuri. Maana wanasema sisi ni nuru ya ulimwengu ama ni chumvi ya dunia. Barua tusomeke vyema, lakini wengine huwa hatutaki kusomeka vyema. Hata pengine kuna vikao vya kanisani ama kuna Bible studies ama kuna maombi pengine, basi ndugu, njoo tuombe tu kidogo, ama kwa nusu saa ama kwa saa. Tunarukaruka sema mimi niko na shughuli naenda fanya, kuna kazi nafanya, ama kuna mahali nataka kufika. Unakwepa maombi, maana unajua mkianza kuomba tu, Mungu naye ni nani? Anaweza kuanika peupe. Tujitenge na mambo ya gizani. Mkristo anapojaribu kuishi maisha ya wokovu huku akikumbatia dhambi, anajichanganya. Mungu hataki mioyo iliyochanganyika, anataka moyo uliotolewa wote kwake. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata tukiangalia katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20 mstari wa 3 unasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Ana wivu huyu Mungu, asingesema hivi. Kwa nini? Hataki umchanganye, hataki tuchanganye. Ukichanganya tu lazima utalemea ama utaegemea upande mmoja, na kwengine lazima kutakuwa kuna kudanganya ama kuna tudanganya. Maana ukisema umeokoka, maanisha umeokoka, uyaache yale mengine. Ukitegemea mwanadamu ama miungu, itakuaibisha. Haleluya. Ukitegemea miungu itakuaibisha. Lakini sahihi, Mungu tu ashuke hapo, afunge ule mlango, afunge na huu hapo, aseme sasa, si mmekuja kanisani, si ndio? Si mko kanisani, mmetoka kwenu, mmekuja mkitarajia
mavuno ama mkitarajia kubarikiwa, leo nimekuja. Nataka kila mmoja alipe zile gharama zenye nimemfanyia. Nani atalipa hapa? Ni miaka mingi sana, na nimekupa uzima, nimekupa kile ulichoomba. Pengine umeomba kitu fulani, Mungu amekubariki nacho. Sasa basi, nimekuja mimi Mungu mwenyewe, nataka munilipe na sirudi bure. Nani atakayelipa hapa? Hakuna. Lakini tukienda kule kwengine, kalete ng'ombe, utang'ang'ana wewe, na ukiangalia hali yako ya kifedha ama ya kiuchumi ni ile ya chini, lakini utang'ang'ana mpaka upate ng'ombe, utapeleka hata sirini. Hakuna mwenye atajua kwa umepeleka ng'ombe. Mbona basi tukose hata sadaka kumshukuru Mungu? Mbona tukose hata sadaka hizi za kawaida? Tujichunguze. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo lazima achague kusimama upande wa nuru bila kusitasita. Si ulikiri mwenyewe kuwa Yesu ni Kristo, mwokozi wa maisha yako? Mbona ukiri kuwa huyu ndiye baba yangu, alafu ukitoka nje hivi umeona baba mwingine, maana unaona anatosheleza ule mwenzako, umemuona kabisa, huyu ananifaa, huyu uende kwake? Hapana. Kama umekiri Kristo ni Bwana, fuata sheria zake, sikiza kutoka kwake, yale anayokuambia fuata, na utaona baraka zake zikiambatana nawe. Haleluya. Jambo la tatu, ahadi ya Mungu kwa wale wanaojitenga kwa ajili yake. Ahadi ya Mungu kwa wale wanaojitenga kwa ajili yake. Tukiangalia mstari wa 16 mpaka 18 katika maandiko yetu ya somo la pili, unasema, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ahadi za Mungu ni nzuri kabisa, tena tamu. Maana anasema Mungu anakaa pamoja na watu waliotengwa kwa ajili yake. Vile vile anasema anakuwa baba wao, wana na binti wa Mungu. Kwa hivyo sisi tukienenda katika ahadi za Mungu ama sheria zake, sisi ni wanawe wa kike na wa kiume. Na ukiwa wewe ni mwana wake ama mimi ni mwanao, kile ninachohitaji nikimwambia ama nikimweleza, lazima ananitimizia, si ndio? Mbona tuende kando na yeye? Tukimaanisha tumaanishe ni Mungu. Kila jambo ndani ya maisha yetu tumwambie, na yeye atatutimizia, maana yeye anajua mipango yote, maana yeye ndiye aliyetuumba na anajua maisha yetu atakuwa hivi ama yatakuwa vile. Mbele yetu anaijua,
sisi hatuna ufahamu, maana hata hatujui tukitoka hapa itakuwaje hapo nje, lakini Mungu tayari ashajua, maana yeye ni baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ahadi hizi zinakuja pamoja na wito wa kujitenga na uchafu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Sio kuwa baba tu, tujitenge na uovu, tujitenge na fitina, tujitenge na hivi vitu vidogo vidogo, chuchu hazifai. Na hili neno la chuchu ama fitina, umbea, wala linakuja sana kwetu. Jua kuna kitu, tuache. Bwana Yesu asifiwe. Tukiacha tu mambo yatakuwa sawa. Tumtegemee Mungu peke yake. Lililo la kupeanwa kwa mwingine lipeane, ambalo halifai usimpe, baki nalo mwenyewe. Kama halifai hata kwa Mungu, omba akuondolee. Na tusipofanya hivyo tunatengwa. Mungu anatutenga. Tunakesha tukiomba baraka zake zishuke kwetu, lakini wapi? Tutabaki tu kulia na kuomba. Utengano sio adabu, bali ni njia ya kufurahia uwepo wa Mungu. Mungu hatuondolei vitu kwa sababu ya chuki, bali kwa sababu anatupenda na anajua kinachotufaa. Juzi tuliambiwa hapa, mara nyingi tunaomba kitu fulani, lakini Mungu hakupi kile unachoomba, anakupa kitu kingine tofauti, maana anajua kile unachohitaji. Anapima moyo wako. Huyu mwanangu ameniomba kitu fulani, je, ana uwezo wa kustahimili na hili jambo? Ana uwezo ama anazo nguvu za kukaa na hili jambo? Hapana, acha, badala ya hiki nampa hiki, maana yeye anajua mahitaji yetu. Mara nyingi tunasema nataka hiki, nataka Mungu nipe hiki, nibariki na hiki. Unakuta zile vitu vyote ambavyo umeviomba ama umeviombea, hakuna hata kimoja chenye utapata. Anakupa mambo mengine tofauti kabisa. Hiyo ni mipango ya Mungu. Na utakatifu kutuvuta uweponi na baraka za Mungu. Tukienenda katika utakatifu, tuenende katika maagizo yake, basi mambo yote yatakuwa sawa. Sidhani kama kuna mmoja atalia aseme Mungu amemwacha. Itakuwa kila siku tukija ni kushukuru tu, kila mmoja anashukuru tu yale Mungu amemtendea. Lakini sisi tukija tunaomba tu, Mungu nipe hivi, nipe hivi, baraka zako nataka ziambatane nami. Ziambatane na wewe, umenifanyia nini? Hata nikupe kile unachohitaji ama kile unachoniambia nikupe, ni lipi ambalo umenifanyia? Ni lipi ambalo umetengeneza na kuwa utasema Mungu nisaidie na hiki, maana mimi nimekufanyia kitu fulani? Wapi? Tuenende katika sheria zake na tutaona matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuchunguze mahusiano yetu, tuchunguze maisha yetu ya siri, maana mengi huwa tunafanya sirini. Ikiwa tumeamua tuende kwa nuru, acha tuende nuruni tu, tusijitatize, maana tumezoea kufanya mambo mengi sana sirini. Acha nikwambie, unaona haya mambo yenye tunafanya sirini, tunasema tuko sirini, tunafanya jambo fulani, siku moja utashangaa tutakuja aibika. Tumejificha, lakini Mungu anatuona. Tuyaache
na tufuate mwenendo mzuri wa Mungu, tuwe nuruni na Mungu atatusaidia. Tujichunguze, je, hii nira yenye iko kwa maisha yangu ninaenda nayo vizuri, ama ninaenda nikikwama maana nimelemewa mahali? Tujichunguze. Kama kuna giza unalojaribu kulificha, acha, tuache. Si wewe tu, hata mimi. Kama kuna mambo yenye nafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, niache tu, jikane na ufuate mwelekeo mmoja, maana huu mwili umeambiwa ni hekalu la Mungu na Mungu hataki kuchanganya. Kama umeamua ni Mungu, ni Mungu peke yake, usijichanganye na miungu. Mungu anasema nitakuwa baba kwenu, kisha anasema tujitenge. Jitengeni. Tukijitenga tu na yale maovu, lile utakaloomba, utakalomwambia Baba, naomba unisaidie na hili, naomba Baba unipe hivi, Mungu anakutimizia tu. Si umejitenga? Mbona akataa asite kukubariki ama kujibu maombi yako? Tujitenge na maovu. Tuchague, kama ni nuru tuende kwa nuru, kama ni giza tuende kwa giza. Lakini Mkristo hafai kuenda na njia mbili, maana tukienda na njia mbili lazima kwingine kutalemea, na kule kutakakolemea sidhani kama ni kule kuzuri. Achana nako, tushike tu njia moja. Tutalia hapa tuseme Mungu hajibu maombi, kila nikiomba Mungu hajibu. Hata yale yenye ni ajibu hajibu, yale yenye hujaomba pia hajibu, yale yenye unaomba hajibu. Tusijichanganye kabisa, tuenende katika sheria za Mungu. Ukisoma Kutoka, kitabu cha Kutoka mlango wa 20, kuna amri 10 za Mungu. Soma na uenende sawa nazo, ahadi za Mungu ama sheria zake. Zifuatilie tu na ukatekeleze moja baada ya nyingine. Sidhani kama utajuta. Mungu atakutimizia haja ya moyo wako. Tusimame na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako. Tusaidie kuishi maisha yaliyotengwa kwa ajili yako. Tupe nguvu ya kuacha kila nira isiyokupendeza, ili tuishi kama wana na binti zako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen.